Mheshimiwa Rais, kabla sijaendelea na hotuba yangu kuhusu dira ya mwaka 2050, nina mashtaka kidogo. Na mashtaka haya iwezekana Mheshimiwa Rais, wewe ndio umenisababishia. Mheshimiwa Rais, mimi naitwa John Wambura Bina, ni Mkuria kutoka kule Serengeti, lakini babu yake na waziri mkuu. Ndio jina langu. Lakini nilipofika hapa Mheshimiwa Rais, tena watu wamevaa suti wampendeza, wakawa wananiita Katoro. 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 Sasa Mheshimiwa Rais, ningependa sasa Watanzania wajue Katoro maana yake ni nini, kwa sababu ndio habari ya mjini. Mheshimiwa Rais na Watanzania kwa ujumla, Katoro ni sehemu ya Watanzania walioandaliwa vizuri na Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ni wachimbaji wa madini chini ya waziri wetu kijana kabisa Anton Peter Mavunde na mkuu wa mkoa wa Geita. Wachimbaji wale wanapata pesa pale, wanatumia, wanaweza kuchangia harusi na harusi ikapendeza, wanaweza wakachangia CCM kama kuna shida, wanachangia misikiti. Kwa hiyo niombe kutoa angalizo hilo kwamba Mheshimiwa Rais, sasa hivi habari ya mjini ni kwa mazingira ambayo umeyatengeneza kwenye sekta ya madini, kila mtu anataka kwenda Katoro. Sasa mimi kama kiongozi wa shirikisho niseme tu kwamba eneo hili la Katoro ni eneo la uchimbaji, na wewe ndio umesababisha wachimbaji hawa waweze kuheshimika, kuthaminika duniani kote. Mheshimiwa Rais, kwa niaba ya wachimbaji wote wa madini nchini, wakiwemo wachimbaji, wafanyabiashara wa madini, watoa huduma, wachimbaji wanawake, wachenjuaji na wachimbaji vijana, na wote wanaohusika kwa mnyororo wa thamani, Mheshimiwa Rais, kwa niaba ya wachimbaji wadogo na wadau wote ambao ni zaidi ya watu milioni 6 hapa nchini Tanzania, nachukua fursa hii ya kipekee nikupongeze kwa uongozi wako thabiti, wenye maono na unaowajali wananchi wanyonge. Sisi kama FEMATA tunakuahidi utii na ushirikiano mkubwa katika safari hii mpya ya kuelekea dira 2050 inayolenga kuifanya Tanzania kuwa nchi ya uchumi wa juu na unaoendeshwa kwa viwanda vya ujuzi na rasilimali zote. Mheshimiwa Rais, pamoja na mambo mengine tunazo changamoto, lakini nadhani leo sio changamoto. Leo ni siku ya kukuambia ni nini kinafanyika kwenye sekta ya madini ili kufikia 2050. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kutokea mabadiliko ya mwaka 2010, sheria ya mwaka 2010, kumetokea na mabadiliko makubwa sana kwenye sekta ya madini, na ndio maana tunaona kuna mabilionea kwenye sekta ya madini. Cha kwanza, kama unavyojua, mpaka sasa hivi wachimbaji wadogo katika pato la taifa kwenye ile royalty ya serikali walikuwa wanachangia 40% peke yake, 5% peke yake, lakini sasa hivi wachimbaji wadogo wanachangia 40%. Hiyo kwetu ni kitu kikubwa sana. Lakini kumetokea na uanzishaji wa masoko ya madini, karibu masoko 44, Mheshimiwa Rais, na hii imeondoa kabisa utoroshaji wa madini kwa kiwango kikubwa ukilinganisha na miaka iliyopita. Mheshimiwa Rais, nipongeze serikali kwa dhati kabisa kwamba wakati nimekuwa rais wa shirikisho, sasa ni miaka 13, nimejaribu kutembea sana nchi za Afrika, lakini na duniani, sehemu pekee ambako wachimbaji wanaheshimika na wanathaminika ni Tanzania. Mheshimiwa Rais, sisi tunaamini kwamba chini yako
kama rais na mama chini ya ulezi wako, tunaamini kwamba tunaendelea kutengeneza mabilionea kama sio matilionea kuelekea 2050. Mheshimiwa Rais, katika kuhakikisha kwamba tunaijenga na tuna control watu wetu vizuri, tumejigawanyika katika makundi tofauti tofauti, ambayo tunao TAOMA, chama cha wanawake, tunao WIMO, tunao WIMA, tuna AMAT, tuna chama cha vijana. Na Mheshimiwa Waziri, Mheshimiwa Rais, kitu ambacho nataka ni kuhakikishie tu kwamba sisi kwenye kazi za madini ni kazi tu, na nataka ni kuhakikishie katika sekta ya madini tuna vijana zaidi 80%, na vijana tulionao kule, wao kazi yao ni kufanya kazi, hawafikirii maandamano. Wao wanachofikiria ni kazi tu, kuhakikisha kwamba wanajenga nchi yao. Mheshimiwa Rais, tuna changamoto ambazo zinatukabili kwenye sekta yetu ya madini ili kufikia dira mwaka 2050. Namba moja, pamoja na changamoto nyingine, cha kwanza Mheshimiwa Rais, ni jambo la double standard, kodi ambazo si za lazima. Kwa mfano, tunakuwa na royalty na tunakuwa na kodi zingine za serikali kuu, lakini Mheshimiwa Rais, kule chini unakuta kwenye local government, na bahati nzuri na wakuu wa mikoa wako hapa, kuna tungwa na sheria ndogo ndogo ambazo zinazidi hata serikali kuu. Tunaomba hizi ziweze kutolewa ili tuende kwenye dira tukiwa salama zaidi. Lakini kingine ni pamoja na mamlaka za udhibiti. Mheshimiwa Rais, kupitia masoko ya madini tumeona one stop center pale, kuna TRA, kuna kila kitu. Tunaomba sasa hata kule chini hizi mamlaka za mazingira na zingine OSHA hizi, kwa sababu serikali ni moja, basi walau waweze kukaa na kuweka one stop center kama ambayo iliyoko kwenye masoko kule, ili tuweze kuwa hakuna usumbufu. Lakini kitu kingine ambacho kinatushangaza Mheshimiwa Rais ni mambo ya watu wa mazingira pia, kwamba mtu anajenga kiwanda mpaka anafika mwisho, na ndio sasa hizi regulatory zinajitokeza pale kwa wingi kuja kusimamisha. Mimi niombe vyombo vyetu visiwe kazi yake ni kusimamisha tu. Hebu tujenge pamoja nchi yetu ili kuweze kuifikia dira. Makaratasi yanaendelea na ujenzi unaendelea. Lakini Mheshimiwa Rais, ambacho nataka pia nipongeze, na hiyo lazima nikupongeze wewe mwenyewe, ni hili la 10% ambalo linatengwa kutoka kwenye mapato yote yanayotoka na mapato ya madini. 10%. 10% ya mapato haya yakienda kama yalivyolengwa kwenda kufanya kazi za utafiti ndio 40. Mheshimiwa Rais, hakuna mganga wa kienyeji. Mganga wa kienyeji ni utafiti. Tukifanya utafiti nchi yetu tutagundua madini na tuleta impact kwenye uchumi wetu. Lakini jingine Mheshimiwa Rais, kwa ajili ya muda, ambacho nataka niombe, ukiniuliza Mheshimiwa Rais, kwa muda wote ambao nimekaa, kuna mwandishi mmoja aliwahi kuniuliza kwamba tatizo la wachimbaji wa madini hapa kubwa, sema moja tu. Mheshimiwa Rais, nilisema tatizo la wachimbaji madini hasa wazalendo, namba moja ni mikopo, namba mbili ni mikopo, na namba tatu ni mikopo. Tunapongeza mabenki yameanza kukopesha, lakini pia tunapongeza BOT. Na hili lazima nipongeze serikali kwamba sasa BOT baada ya kuanza kununua dhahabu, katika historia ya uchimbaji nchini kwetu hapa, ilikuwa ikifika Disemba tu bei ya dhahabu inaporomoka. Tulikaa na Gavana Tutuba, nafikiri yuko hapa, tumekaa naye tukazungumza, na nikamwambia Mheshimiwa Tutuba, tulifikiri kwamba benki kuu ingeweza kununua dhahabu yote. Nikamwambia, sikiliza bana, sisi wewe anza na 20% na utaona matokeo yake, na hawa wengine ambao tutakuwa kwenye riski, hebu acha tuchukue hii 80%. Matokeo tumeona kwa dhati kabisa, na kwa niaba ya wachimbaji wote ninaipongeza sana serikali ya Chama cha Mapinduzi. Lakini Mheshimiwa Rais, sitakuwa mchoyo wa fadhila bila kupongeza wizara yetu ya madini chini ya comrade, na sisi Wakuria waga tupongeze ovyo ovyo. Na mimi sitaki kumpongeza waziri wangu wa madini, nataka nikupongeze wewe Mheshimiwa Rais kwa kufanya uteuzi mzuri, kwamba ulifanya uteuzi mzuri
kumteua Comrade Mavunde pamoja na timu nzima yote ile iliyoko katika Wizara ya Madini, kwa sababu kazi wanaijua, na sio kuijua tu. Sekta ya madini haihitaji waziri mbabe, kwa sababu huko ndo kuna wababe. Inahitaji akili, inahitaji upole na utulivu. Mavunde analiweza hilo, nimpongeze. Sijamuona hapa, lakini kama yupo mimi lazima nimpongeze, lakini nampongeza rais aliyefanya uteuzi. Mheshimiwa Rais, tuna jambo, na jambo hili mimi kama Mtanzania, lakini kama wachimbaji, kwanza tuna nchi ya amani, alafu tuna rais mpole, mzuri, mtaratibu. Hivi kupitia sekta ya madini tunashindwa nini kufanya Dubai ikawa hapa Tanzania? Na sababu kubwa ni kwamba sisi tunaweza tukainvite madini yote kila tunakopita duniani huko, tunakoenda nchi za Afrika, Tanzania inasemwa vizuri sana. Sasa mimi niombe kwamba kwa maksudi kabisa, kama tulivyoanzisha masoko haya ya madini, ningelipenda tukaanzisha soko la Afrika ambalo pia tukae tuangalie kwamba madini yale sio ya kwetu, lakini waya trade hapa nchini. Kama tuna soko la madini la hapa, basi chumba kimoja ni kwa ajili ya masoko ya Afrika, watu waweze kuuza madini yao hapa, tuchaji kodi ndogo kwenye yale madini yetu, tuendelee kulipa pasenti zetu. Alafu yule akikosa madini atakuwa on transit. Tafsiri yake ni kwamba tutaihamisha Dubai kuja hapa Tanzania, na Tanzania itakuwa ni Dubai. Kwa hiyo kwa maksudi, na mimi andiko nimelipeleka kwa waziri wangu tayari, siongei maneno hapa, nimeshampelekea. Sasa naomba Mheshimiwa Waziri, na wewe kama hujalisukuma kwa Mheshimiwa Rais, kama nimekushtaki, lakini mama, ndio hivyo, mimi naomba, na inawezekana kwa sababu nchi yetu inasemwa vizuri kote na sio sehemu nyingine. Lakini swala jingine mama, ambacho nilikuwa naomba sasa, kwamba sekta yetu ya madini ni sekta ambayo sasa ni ya kutamaniwa na kila mtu, na wakati fulani mnapata safari za nje, Mheshimiwa wakuu wa nchi, si tungeliomba hawa Watanzania waweze kwenda kujifunza mara nyingi. Mkiwa mnasafiri kwenda huko, na sisi mnatuweka kwenye ile ndege tunaviringisha huko, tunatafuta investor huko ili waje kuchimba Tanzania, lakini waje tuchimbe kwa win-win situation. Swala jingine ambalo nataka kupongeza serikali ni swala la ambalo linaweza katuletea manufaa zaidi, ni swala la upendeleo maalum, kwamba, na hili naongea Mheshimiwa Rais, kwamba kwa dhati kabisa hizi biashara zingine ni biashara ambazo zinaweza kaenda kanunua China ukaleta, lakini madini, misitu na maji ni mali asili yetu. Misitu na maji na madini mali asili yetu. Sasa ili tuweze kulinda hawa Watanzania, turudi kwenye sheria. Ni lazima na lazima tufanye makusudi sheria zetu za kuomba leseni za uchimbaji zisifanane na wageni. Wageni watatumeza. Kwa mfano, mimi siwezi kwenda kucompete advance ya kwenda kwenye tenda dola milioni 5. Maana yake ni kwamba mimi Mtanzania nimefeli. Kwa hiyo niombe sheria. Kweli kuna sheria ya uombaji wa leseni ndogo ambazo zinataka zimilikiwe na Mtanzania, lakini leseni za utafiti ili Watanzania watoe kwenye uchimbaji mdogo waende kwenye uchimbaji wa kati, hawawezi kukua kama sheria zinafanana na waombaji wa nje, kwa sababu wenzetu wana experience. Kwa hiyo niombe na bunge liko hapa na speaker yuko hapa, kwamba walau hizi sheria ziwe sheria mbili, sheria ya mtu wa nje na ya foreigner na sheria ya local. Mwisho, kwa sababu na maneno ni mengi na sitaki kukuchosha Mheshimiwa Rais, ni swala la asilimia, pamoja na kwamba serikali inarudisha 10% kwenye utafiti, ambacho nilikuwa naomba kwamba vyama vyetu, Mheshimiwa Rais, ni vyama vya kujitolea. Tuna vyama ambavyo vinatuliza wachimbaji huko. Kama unavyoona sekta ya madini imetulia kabisa. Ni sehemu ambako migogoro ni yetu kwa sisi huko, lakini migogoro ile mikubwa haionekani. Wachimbaji wetu hawezi, sisi tulishawaambia kazi yenu moja ni kuchapa kazi, mjenge uchumi, mlipe kodi. Na nipongeze TRA hapo kwamba TRA kupitia 2% ambayo tulikubaliana na TRA, na ile imeleta manufaa makubwa. Wakati ule Mheshimiwa Mwigulu ukiwa waziri wa fedha, ulifanya jambo kubwa ambalo tutakukumbuka. Tulisema wachimbaji huwezi kwenda kumdai documentation kwamba aweze kufanya justification TRA,
chini ya mwendo. Mchimbaji anapopata madini yake unamkata kodi pale pale, na tukaanza na 2%. Naipongeza sana TRA kwamba tumeona matokeo makubwa kabisa, na sisi tunaahidi, hata bunge hili lilipita, tuliitana tukajadiliana, tupeleke 4, tupeleke 5, tukasema hebu tuache kidogo, kwa sababu sasa tunaenda kwenye trilioni 1.3 na inaweza kupatikana, na wachimbaji wako tayari. Wanachotaka ambacho hawawezi ni kusanya haya makaratasi, kwa sababu utakuta mchimbaji leo yuko Mbeya, yuko wapi ataweza kutoa zile ripoti. Kwa hiyo hili nawapongeza sana serikali. Lakini kwenye hili ambalo nilikuwa naliongelea, hoja yangu ni kwamba Mheshimiwa Rais, kwa vyovyote vile tuangalie namna ya kusaidia hivi vyama vya wachimbaji, ruzuku walau au kidogo kinachopatikana kutoka kwenye pato zima la Wizara ya Madini, basi walau 1% hata 1 au 2 irudi kwenye vyama huku, ili tuweze kupata pesa za kuelimisha watu wetu, semina pamoja na mishahara ya watendaji. Makofi mengi kwa John Bina. Baada ya kusema hayo, niseme tu kwamba nawashukuruni sana kwa kunisikiliza na Mungu awabariki. Haya, asante.